Faida kwako, hasara kwangu mimi. Unajua Washington huwatwisha vipi washirika wake gharama za vita? Mbinu ya sera ya kigeni ya Marekani inaonyesha kwamba Washington huhamishia gharama za vita kwa nchi nyingine na kujihodhia manufaa yake. Mbinu hii imekuwa ikikaririwa mara nyingi katika historia. Katika vita vya mwaka 2026 dhidi ya Iran ambavyo vinaendelea sasa, utawala wa Trump umezitaka nchi za Kiarabu za Ghuba ya Uajemi zilipe gharama za vita hivi yenye thamani ya makumi ya mabilioni ya dola. Marekani ambayo ilipaswa kudhamini usalama wa nchi hizo za Kiarabu sasa imeziweka katika safu ya kwanza ya kulipa hasara na madhara ya vita. Mbinu hii pia ilionekana huko nyuma katika vita vya Ghuba ya Uajemi vya mwaka 1991 ambapo Marekani ilikuwa na jukumu la kuongoza operesheni hiyo. Asilimia 88 ya gharama za vita, yaani dola bilioni 54, ililipwa na Saudi Arabia, Kuwait, Imarati, Ujerumani na Japan, na Marekani ikalipa asilimia 12 tu ya gharama za vita. Baada ya vita vya pili vya dunia pia, nchi zilizoshindwa katika vita hivyo kama vile Ujerumani, Japani na nyinginezo, mbali na kufidia hasara iliyopatikana, zingali zinatumia mabilioni ya dola kila mwaka kwa ajili ya kulinda kambi za kijeshi za Marekani. Mbinu hii haihusiani tu na kugawana gharama, bali inajumuisha pia udhibiti wa manufaa na faida. Katika vita vya Iraki mwaka 2003, muungano wa Marekani, Uingereza, Uhispania na baadhi ya nchi wanachama wa NATO walishiriki katika vita hivyo. Lakini baada tu ya kuanguka utawala wa Saddam Hussein huko Iraki, mfuko wa maendeleo wa Iraki ulibuniwa chini ya usimamizi wa hifadhi ya shirikisho na wizara ya fedha ya Marekani, ambapo mapato yote ya mafuta ya Iraki yaliwekwa kwenye mfuko huo. Isitoshe, kandarasi za ukarabati na nishati kimsingi zilipewa makampuni ya Marekani kama vile Halliburton na Bechtel. Kuhusu Ukraini pia, Marekani kwanza ilitoa msaada mkubwa wa kifedha, kisha ikachukua migodi yake ya madini kama fidia, ikahamishia mzigo wa gharama kwa nchi za Ulaya na kuongeza mauzo yake ya silaha hadi kiwango cha juu kabisa cha rekodi yake ya kihistoria. Matokeo ya mtindo huu yako wazi. Nchi zinazoshiriki katika vita hubeba gharama zake, zikiwemo za ukosefu wa usalama. Lakini mzunguko wa kifedha, ikiwa ni pamoja na matumizi ya kijeshi, kandarasi za ujenzi mpya na mauzo ya silaha, hatimaye hurejea katika uchumi wa Marekani. Vita sio mzozo wa kijeshi tu, bali ni mfumo wa kiuchumi ambapo usalama huuzwa, gharama hugawanywa na faida hulimbikizwa sehemu moja.